Mashambulizi ya Urusi yamesababisha maafa makubwa huko nchini Ukraine. Mashambulizi hayo yaliyofanyika usiku wa kuamkia Jumamosi yamefanya Ukraine kupata na kuingia katika maafa makubwa. Maafa hayo yametokea katika wakati ambapo wajumbe wanaoshiriki mazungumzo ya amani kutoka Ukraine na Urusi na Marekani wakitarajiwa kukutana Abu Dhabi leo hii Jumamosi kwa siku ya pili ya mazungumzo ya kumaliza uvamizi huo wa Urusi na kwa takribani miaka minne. Kulingana na kiongozi wa jeshi mjini Kiev, Timur Tachenko, mtu mmoja aliuawa na wengine 4 wamejeruhiwa katika shambulizi la drone la Urusi kwenye mji mkuu wa Kiev. Wengine 19 wamejeruhiwa vibaya kwenye mji wa pili kwa ukubwa nchini Ukraine wa Kharkiv, na hayo yameelezwa na meya huyo Igor Terkhov. Mazungumzo ya wajumbe hao wa mataifa hayo matatu ni tukio la kwanza linalojulikana ambapo maafisa wa utawala wa Marekani wamekaa na nchi zote mbili, Ukraine na Urusi, kama sehemu ya msukumo wa Washington wa kutaka kumaliza vita nchini Ukraine. Inatajwa kwamba mashambulizi makubwa yamefanywa usiku kucha, mashambulizi ambayo yameshindwa kuzuiwa na mfumo wa aina yoyote ya anga nchini Ukraine. Hata hivyo, Ukraine imelaani mashambulizi hayo yaliyotekelezwa usiku kucha, ambapo mtu mmoja ameripotiwa kuuawa na wengine wengi kujeruhiwa. Waziri wa mambo ya kigeni wa Ukraine Andriy Sybiha amesema kwamba shambulizi hilo la kikatili halikuwalenga tu na kuwagusa raia wa Ukraine, bali mchakato wa kutafuta amani unaoendelea kwenye meza ya mazungumzo katika Falme za Kiarabu UAE. Hata hivyo, taarifa inaelezwa kwamba Urusi ilitumia ndege zisizokuwa na rubani, lakini pia ilitumia makombora ya hatari kufanya mashambulizi popote walipotaka. Hata hivyo, jeshi la Urusi limeweka wazi mashambulizi yaliyofanyika usiku wa kuamkia Jumamosi ni mashambulizi ambayo yalifanywa katika maeneo ya ngome za kijeshi za Ukraine, na wamefanya mashambulizi makubwa na kuwasukuma mbali wanajeshi wa Ukraine, huku idadi kubwa ya wanajeshi wa Ukraine ikidaiwa kupoteza maisha. Hata hivyo, Ukraine haikudai kwamba wanajeshi wao wameuawa, isipokuwa wamedai ni raia mmoja tu aliyeuawa, lakini taarifa zinasema kwamba mashambulizi hayo yalilenga katika maeneo yao ya kijeshi katika mstari wa mbele. Na hata hivyo, majeshi ya Urusi yameteka maeneo mengine mawili huko Kiev na kuendeleza na operesheni yao maalum ya kijeshi. Meya wa mji mkuu wa Ukraine Kiev amesema kwamba licha ya raia mmoja kuuawa na wengine 19 kujeruhiwa, lakini mashambulizi hayo yanaonekana ni mashambulizi hatari mno. Katika siku ya pili ya kikao cha siku 3 cha mazungumzo ya amani yanayoendelea Abu Dhabi, Sybiha amesema kwamba uvamizi wa kikatili ulitekelezwa usiku umethibitisha kwamba nafasi ya Putin bado ipo katika kufanya mashambulizi zaidi kuliko kuangalia meza ya mazungumzo. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyafahamu mengi yanayojiri ulimwenguni. Hapa The World News tutakujuza yote hayo.